Walinzi wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usalama wa mwanafunzi, lakini pia shule na mali zake, lakini pia mkuu wa shule naye yuko kuhakikisha kwamba hata usalama wa wanafunzi unakuwepo na mwanafunzi anakuwa salama na anapata kile ambacho anastahili akiwa shuleni. Mauaji haya yanatoa taswira kwamba kuna haja sasa ya kuweza kuangalia namna moja ama nyingine ya kuhakikisha kwamba hizi shule zinakuwa hata na uangalifu mkubwa sasa. Maana juzi kati hapa tumeona ni kijana ambaye ameachiwa kukaimu tu ofisi ya mkuu wa shule kwa siku moja, ameita mwanafunzi katika ofisi ya mkuu wa shule na kumbaka. Unaona ni kule mkoani Morogoro. Lakini sasa hivi tunaona ni Rukwa, mkuu wa shule mlinzi wanakamatwa kwa tuhuma za kumuua mwanafunzi. Na juzi kati tumesikia kule mkoani Kagera Muleba, ambapo mwanafunzi aliyekuwa boarding, huyu mwanafunzi mdogo amelawitiwa kwa taarifa ambazo zilikuwa zinadaiwa na mzazi wake. Kwa hiyo ni matukio ambayo ukiangalia katika taasisi za elimu, mashule haya ya matukio ambayo yanalandana ya ukatili ambayo yanafanyika. Kuna haja ya hatua zaidi kuchukuliwa. Kwa sababu walimu wanakaa muda mrefu na wanafunzi. Yaani sasa hivi hakuna sehemu salama ya ulinzi wa uhakika kwa mwanafunzi. Akienda nyumbani wapo wababa wanaowalawiti watoto wao. Akienda nyumbani akikaa vibaya, kuna wazazi ambao wanawapa adhabu kali, wanawajeruhi watoto wao. Ukienda shuleni mwanafunzi kakaa vibaya, mwalimu anapita naye, mwalimu anatembea na mwanafunzi, mwalimu analawiti mwanafunzi. Adhabu kali ambazo zinatolewa ndo kama hicho ambacho kimetokea hapo, mtu anafariki dunia. Yaani kumekuwa na matukio ambayo ukiangalia yanakupa mashaka. Sasa hawa watoto wakae wapi? Kama nyumbani sio sehemu salama kwao. Kama shuleni pia tunakuwapeleka sio sehemu salama kwao. Nafikiri wale ambao wanahusika na usimamizi wa walimu, kwa sababu vipo vyama vya walimu, wakae wao waongee walimu wanafeli wapi. Maana sasa hivi ni kama kila mtu akili yake imeraruka. Yaani wazazi wako na vibe, wanafanya vitu vya ovyo, walimu wanaenda nao wanafanya vitu vya ovyo. Kwa hiyo tujitahidi kusimamia maadili ya kazi zetu. Yaani wewe tumekuweka pale, tunakuamini umekidhi vigezo vya kuweza kukaa na hao wanafunzi. Yaani tunakuchukulia wewe kama mlezi. Jaribu kuishi na yule mtoto kwa namna ambayo itakuwa ni nzuri. Na ndio maana sasa hivi watoto wanaacha shule. Yaani serikali imesema elimu iwe bure, lakini wanafunzi hawaendi. Kwa nini? Kwa sababu ya hizi adhabu kali ambazo wanapata shuleni, kwa sababu ya haya matukio ya ukatili ambayo yanafanyika maeneo ya